Maisha ya God Bless Lema yamo hatarini baada ya kudai kuwa amekuwa akifuatiliwa na watu wasiojulikana. Ujambo na karibu. Aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini God Bless Lema ameibua taharuki mitandaoni baada ya kudai kuwa maisha yake yamo hatarini kutokana na kile alichosema ni kufuatiliwa na watu wasiojulikana kwa siku kadhaa mfululizo. Tukio hili limezua mjadala mkubwa hasa kutokana na historia yake kama mwanasiasa mwenye msimamo mikali na mchambuzi wa mambo ya siasa nchini Tanzania. Kupitia ukurasa wake wa X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, Lema alitoa ujumbe unaoashiria hofu ya kiusalama, akidai kwamba watu wasiojulikana ama wasiokuwa na utambulisho wamekuwa kimfuatilia mienendo yake. Taarifa hiyo imewafanya wafuasi wake na wananchi kwa ujumla kuonyesha wasiwasi kubwa, huku wengine wakiuzisha hali hiyo na maoni yake ya wazi kuhusu masuala ya kisiasa na uhuru wa raia. Kauli hizi katika siku za karibuni, Lema amekuwa sauti muhimu katika mijadala ya kitaifa kuhusu haki za vyama vya upinzani, uwajibikaji wa viongozi na mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania. Kauli yake imekuwa ikivuta hisia kali, zikiungwa mkono na baadhi ya wananchi huku zikikosolewa na wengine wanaoona mtazamo wake kama mkali kupita kiasi. Madai haya mapya yameongeza shinikizo kwa vyombo vya usalama ambavyo hadi sasa havijatoa kauli rasmi kuhusu hali yake. Ukimya huu umeongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi ambao wanataka majibu kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa na wanaharakati wanaoibua hoja nyeti za kitaifa. Wataalamu wa masuala ya usalama na siasa wanasema kuwa tukio hili linaonyesha changamoto kubwa inayokabili mfumo wa ulinzi na wanasiasa wanaonekana kuwa wakosoaji wa serikali. Baadhi yao wanauzisha madai haya na historia ndefu ya matukio ya watu wasiojulikana nchini ambayo mara nyingi yamehusishwa na vitisho, mashambulizi au vitendo vya kuminywa kwa sauti za wapinzani. Hali hii imezua taharuki kubwa mtandaoni, ambapo watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii wamekuwa wakitoa maoni tofauti, wengine wakitoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha ulinzi wake, huku wengine wakisisitiza umuhimu uchunguzi haswa wa kina ili kubaini ukweli wa madai hayo. Na tukio hili limeibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya mitandao ya kijamii katika kufikisha taarifa za dharura, ambapo viongozi na wananchi wamekuwa wakitumia majukwaa hayo kwa njia kuu ya kutoa sauti zao wakati wanapohisi kutengwa au kupuuzwa na mifumo rasmi. Hadi sasa God Bless Lema ameendelea na shughuli zake za kawaida, huku akisisitiza imani yake kwa Mungu na matumaini kwamba ukweli utabainika. Tukio hili linaendelea kuchukua nafasi kubwa katika mijadala ya kisiasa na kijamii, likionekana kama kielelezo cha changamoto za usalama, uhuru wa kisiasa na hofu inayowakabili wanasiasa wanaokosoa mifumo ya mamlaka. Hii ni Kenyascope na tunakuletea taarifa kwa undani, bila upendeleo na bila hofu. Endelea kufuatilia matukio makuu Afrika Mashariki na taarifa zinazogusa jamii kwa usahihi na uwazi. Kumbuka kusubscribe na kulike na vile kushare video hii ili iweze kuwafikia watu wengi.